na wafugaji. Haja ya teknolojia safi imetajwa pia na umuhimu wa ushiriki wa wananchi katika kulinda mazingira na kuleta maendeleo endelevu. Ukiangalia michango mingi iliyokuwa inatolewa na wadau wakati wote, kwa mfano Nancy yeye amejikita katika muda mwingi anasema tuchukue tahadhari kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa maslahi mapana ya taifa letu. Nancy anasisitiza tahadhari hii na mikakati ya kitaifa dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na faida kwa taifa zima. Ni wito wa kizalendo unaolenga ushirikiano wa kitaifa. Nyangata yeye muda mwingi amejikita kwa kusema kuwa tutunze mazingira yetu kwa vizazi vya sasa na baadaye. Tushiriki uchaguzi mkuu Oktoba 29 wa 2025. Anahusisha utunzaji wa mazingira na uwajibikaji wa kiraia, yani uchaguzi. Anaonyesha kuwa demokrasia na mazingira ni nguzo zinazosaidia katika maendeleo. Spana katika uchangiaji wake yeye anasema dunia inahitaji kuwekeza katika teknolojia safi, kupanda miti na kutumia nishati mbadala kama gesi. Na hoja hii inalenga kwenye ufumbuzi wa kisayansi na kiteknolojia. Ni hoja ya kimataifa inayohamasisha nishati safi na teknolojia rafiki kwa mazingira. Spana pia amesisitiza kadri watu wanavyoongezeka, mahitaji ya rasilimali hupelekea uharibifu wa mazingira. Ameongeza katika mchango wake pia ukame unaleta migogoro ya wakulima na wafugaji, mfano Kiteto, na miundombinu kuharibiwa na mafuriko na kuleta gharama kubwa za ukarabati. Hii inaonyesha uelewa mpana ambao Spana ameuonyesha kuhusu uhusiano wa tabia nchi na maendeleo ya kiuchumi. Crocodile 83 yeye amejikita katika kuelezea kuepuka utupaji wa taka na uzalishaji wa gesi kutoka kwenye madampo. Anakazia udhibiti wa taka na hewa chafu, na hoja yake ni muhimu mno katika kupunguza methane gas inayotoka kwenye taka ngumu za mijini, chanzo kikuu cha joto ulimwenguni. Lady Me ameelezea mafuriko, maporomoko ya ardhi na uharibifu wa ardhi ya rutuba hupunguza uzalishaji wa chakula nchini. Anaelezea athari za moja kwa moja za tabia nchi kwenye kilimo. Ni hoja muhimu kwa Tanzania ambao uchumi wake unategemea kilimo kwa zaidi ya 65%. Fikra ya Kinifu yeye amejikita akielezea kwa upana, tuyatunze mazingira yetu ili yatutunze. Mazingira ni afya na afya njema ni mazingira salama. Anahusisha afya ya binadamu na ubora wa mazingira. Ni mtazamo wa kijamii na kiafya unaoonyesha kuwa maendeleo hayawezekani bila mazingira safi na afya bora. Bartholomew Henry Allen yeye amezungumzia tuzilinde rasilimali zisiathiriwe na mabadiliko ya tabia nchi. Anaweka msisitizo kwenye kulinda rasilimali za tabia kama misitu, maji na wanyamapori, na hoja yake inaendana na uhifadhi endelevu wa mali asili. Favor by God, mazingira bora, maisha bora na kata mti panda mti. Hoja ya vitendo ya kupanda mti na kuhamasisha usafi wa mazingira ni kauli mbiu inayohamasisha wananchi kuchukua hatua sasa za moja kwa moja. Tanzanite yeye amejikita katika kuhakikisha kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni tishio kwa maendeleo ya taifa. Kilimo ni kiini cha mabadiliko haya, na hivyo jamii itumie kilimo rafiki na mazingira. Anasisitiza kwamba kilimo kisichokuwa endelevu ni chanzo cha tatizo na kinapaswa kubadilishwa. Ni hoja ya kiuchumi na kiufundi, inaangazia tatizo la suluhisho kwa pamoja. Mtoto wa Tanzania yeye amejikita akisema kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanaongeza gharama katika kilimo. Anaonyesha athari ya moja kwa moja kiuchumi kwa mkulima. Hoja hii ina ukweli mkubwa kwa wakulima wadogo wa Tanzania. Mboga 7 Huyu Mboga Saba yeye anasema serikali imeweza kuendana na mabadiliko ya tabia nchi na kutambua mabadiliko hayo.
anaonyesha kuwa serikali imeanza kuchukua hatua za kukabiliana na tatizo. Ni hoja ya matumaini na utambuzi wa sera. Kadogos na Eunice Davis